Ndugu zangu katika Episcopal Anglican Province of Tanzania, na hasa katika ibada hii ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wenzetu ambao walikuwa gerezani kwa kipindi kirefu, wachache wametoka na wengine bado wapo, katika kuitisha ibada hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Ninapenda niwakaribishe tena nyumbani. Hapa ni nyumbani kwenu. Tupo katika sebule, mimi na mama askofu. Basi tuna machache ambayo mama anataka kuzungumza. Ni juu ya ECA na katika uongozi wake. Basi karibu, zungumza na kanisa lako. Sawa. Yesu Kristo Mwokozi wetu, haleluya. Haleluya. Yes. Basi kwanza ningependa niwape pole kwa wale ambao mmetoka katika matatizo. Mungu aendelee kuwatia nguvu. Pia tuendelee kuombea wale ambao bado wapo, bado hawajaachiliwa. Basi na tunaamini kwamba Mungu naye atatenda. Yes. Na pia watarudi nyumbani. Amen. Na kuungana na familia zao. Amen. Basi kama baba alivyosema, leo kidogo nataka niongelee kuhusu ECA, ambayo ni Episcopal Children Association. Yes. Wako ndani ya kanisa. Na kwanza kabisa nimpongeze baba askofu kwa kuweka uongozi ambao utasaidia sana katika kuratibu masuala ya watoto, kuanzia kwenye ibada, mafundisho, na kwa kumweka kasisi mkuu kwa ajili ya ECA watoto, pamoja na makatekista wakuu ambao watakuwa katika sehemu mbalimbali ambapo tuna makanisa yetu. Na nategemea kwamba huo uongozi utasaidia sana katika kuratibu hayo niliyoeleza kwa urahisi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo mwanzoni. Yeah. Na kuanzia tumeanza kwa kuratibu ibada za watoto Mikaeli, wakati wa sikukuu ya Mikaeli na watoto. Yes. Ambapo katika yale makanisa ambayo yameweza kufanya hizo ibada, kwa kweli wamefanya kwa kiwango kizuri sana. Tumeona baadhi ya video hata katika kanisa leno la Mashahidi, watoto walipendeza. Niwapongeze tena wazazi, kwa kweli kikubwa hapo kwa watoto kuwa vile kwanza ni wazazi. Yeah, kwa kweli ni kweli tuliona zile video za hapo Mashahidi wa Yehova, mashahidi wa imani, mashahidi yeah, tuliona video hizo hapo katika kanisa la Mashahidi wa imani. Watoto kwa kweli walifanya vizuri. Ndio. Sio tu kwa jinsi walivyoandaliwa, lakini kwa jinsi walivyoendesha ile ibada. Yeah. Na jinsi walivyopendeza. Kwa kweli mnastahili pongezi, hasa walimu na walezi wa walezi wao. Ndio. Ni kweli kabisa. Ndio. Pia hata tuliona watoto wa kule ni Masinyeti. Ilikuwa ni Kilimani. Kanisa la Kilimani. Yeah, kanisa la Kilimani. Na wenyewe kwa kweli walifanya vizuri sana. Ndio. Na kwa kweli ningependa kutoa na Mtakatifu Andrea kanisa. Na Mtakatifu Andrea pia. Sawa. Yeah. Ningependa kutoa pongezi kwa Mwalimu Kilo. Kwa kweli Mwalimu Kilo kwa kiasi kikubwa pia amechangia sana katika kuwaelewesha watoto, kuwafundisha wanatakiwa kufanya nini. Tulikuwa tunaona hata baadhi ya video pia wakati wa mafundisho, tunaona watoto wanania, watoto wana ari. Ndio. Yeah, kwa hiyo kwa kweli kwa mpaka hapo ulifika kikubwa, mimi naamini ni wazazi. Kwa hiyo ningependa pia kutoa wito kwa wazazi wote mlioko hapo. Ndio. Na kwingineko kokote. Ndio. Naomba sana tafadhali muatie moyo watoto, mwasukume watoto, msaidie kuwapangia ule muda ambao wanatakiwa wawepo kanisani, kwenye kufanya mazoezi, kwenye mafundisho. Hii baadaye itawasaidia sana.
kwanza kuwa na watoto ambao wanaelewa misingi ya kanisa letu kuanzia wakiwa wadogo. Ndio. Na ambapo tunategemea watakuwa nayo. Ndio. Na baadaye kuja kuwa walei wazuri, wachungaji wazuri, labda hata mpaka maaskofu wazuri wa baadaye wa kanisa letu. Ni kweli kabisa mama, na nikushukuru kwanza kabisa kwa niaba ya wamama wote katika jimbo letu la Tanzania kwa jinsi ulivyobeba mzigo wa kuhakikisha watoto wanalelewa na watoto wanapata uongozi bora katika malezi yao, na shauku ya kuona kwamba kanisa linalokuwa la watoto basi linafundishwa ipasavyo ibada zetu za Kianglikana Katoliko. Kwa sababu sehemu nyingi hawajui ibada za Kianglikana Catholicism. Lakini tunapona watoto wanapofundishwa, na ni ajabu jinsi watoto wanavyopenda ibada hizi wanapofundishwa na wanapopewa nafasi, jinsi wanavyoziongoza. Nafikiri ni fundisho kubwa sana kwa watu wazima. Kwa kweli nikushukuru kwa hilo, na Mungu akutunze, azidi kukuimarisha katika. Unajua kuna changamoto nyingi. Nimezungumza tu kidogo katika video iliyopita juu ya changamoto za uongozi. Sasa kwa sababu unazungumzia uongozi wa ECA, na basi nirudie jambo hili ambalo kwa kweli nataka niliseme kama askofu. Sitavumilia kabisa kuona mchungaji yoyote, shemasi yoyote, katekista yoyote ama kiongozi yoyote ndani ya kanisa anadharau ibada za watoto. Sitavumilia. Kwa sababu unapodharau ibada za watoto, sijui kama kweli umeitwa na Mungu. Tukumbuke sisi wote tulikuwa watoto katika muda fulani. Na neno la Mungu linatuambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao. Na nasema jambo hili, kuna sehemu tena Yesu anasema, yeyote yule atakayemtendea mdogo jambo baya, mdogo wa mmoja wapo wadogo hawa, sio tu umenitendea mimi, lakini huyo mtu anapaswa kufungwa jiwe kwenye shingo na kutoswa katika bahari. Kwa hiyo kiongozi yoyote atakayedharau ibada za watoto hana nafasi katika kanisa. Naomba niliseme hilo kwa niaba mbele yako, kwa niaba ya wamama wote walijue, na kwa niaba ya watoto wasikie kutoka kwa baba askofu kwamba baba askofu anasimama imara kwa ajili ya malezi yao binafsi. Na kuna sehemu ambazo kweli hawakufanya ibada za watoto, na nitahakikisha hata kama sikukuu imepita, ibada ile lazima itafanyika, kwa sababu ni haki yao watoto kuwa na ibada. Kwa hiyo hilo sitalivumilia mama, na naomba ulipokee. Sawa, nashukuru sana. Tutafurahi sana kama zile sehemu ambazo hawajafanya wakaweza kufanya. Ndio. Ni vizuri watoto wote wakawa na standard mmoja au uwiano mmoja. Ndio. Na kama unavyosema, hii baadaye wazazi mtaiona. Ndio. Na mtakuja kushukuru sana sana sana. Ndio. Kama ambavyo nasema siku zote kwamba makanisa ambayo yameweza kusimama vizuri, ambao tunaona sasa hivi ni makubwa, yametokana na kwamba wale walianza kulelewa kuanzia walivyokuwa wadogo. Ndio. Unakuta mtoto anakuwa na msimamo kuanzia mdogo, anaelewa kanisa lake ambalo anaabudu ni kanisa gani, lina misingi gani. Ndio. Na ile anakuwa nayo mpaka anakuja kuwa mkubwa. Ndio hayo makanisa mnayoona sasa hivi makubwa na yenye nguvu. Na nikichukulia kwa nini nakemea hili jambo la viongozi ambao hawajali ibada za watoto, kuna kiongozi wa jinsi hii ni yule ambaye yupo kanisani kutaka sadaka. Sasa wakati wengine wanaona ibada za watoto ni usumbufu. Sasa niende nikaongoza ibada ya watoto, nitapata shilingi ngapi za sadaka pale? Hapana. Kwa hiyo yani sitalivumilia. Nimeliona
na napenda mjue kwamba ninalijua hilo, na baadhi ya viongozi hao nimekwisha waondoa, na nitaendelea kuwaondoa nikiwabaini, kwa sababu tunataka kanisa ambalo watu wote wanaheshimika, kama vile nilivyowainua wa mama katika uongozi. Alafu naanza kuona kuna sehemu eti wale wa mama ambao ni viongozi wanadharaulika kwa sababu ni wa mama. Sitavumilia kitu cha jinsia, kwa sababu kanisa ni mama. Kwa unapomdharau mama ama mwanamke katika kanisa, basi wewe hujaitwa na Mungu. Kwa hiyo hilo niwahakikishieni wa mama mnaonisikiliza, niwahakikishieni watoto mnaonisikiliza kwamba mnaye baba ambaye anawatetea na atasimama imara kuwatetea. Basi nikushukuru sana mama, nazidi kukuombea katika huo mzigo. Lakini pia nikukumbushe katika dakika chache hizi ambazo zimebaki juu ya nia yetu. Mimi kama askofu, na wewe najua unalishughulikia sana kutafuta vitendea kazi kwa ajili ya walimu na hasa makatekista wetu. Na kadri tunavyoona majengo yanajengwa, basi nafikiri vitendea kazi vitatendeka vizuri zaidi. Tunapopata sehemu za kuabudia, basi watoto tunajua tunawatunza wapi, na Mungu akutie nguvu katika hilo. Najua unalitendea kazi sana. Ndio. Yeah, kwa hiyo nategemea baada ya sikukuu kuisha, Christmas, mwaka mpya, tutaendelea kuwasiliana. Tumeshaanza mawasiliano na shemasi mkuu Esther. Ndio, na tunategemea baada ya sikukuu kama usema mwaka mpya, basi tutaanza ratiba vizuri za watoto makanisani na Mungu akitujalia mashuleni. Ili tuweze kuwa na, kama tulivyosema, mwongozo mzuri wa watoto katika sehemu zote. Asante sana mama askofu. Nikushukuru kwa nafasi hii ambayo umeongea na kanisa pamoja na wamama na watoto. Basi Mungu wa amani, napenda kusema neno hili, aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo, awabariki watoto wetu na wamama wetu. Amen. Amen.